Mchezo wa bao umekuwa ni mchezo pendwa kabisa. Wa mchezo huu unapendwa sana na wazee wa zamani, lakini pia ni mchezo ambao umekuja kuvutia vijana wengi sana. Kila sehemu ukipita utakuta watu wanacheza mchezo wa bao. Je, historia ya mchezo wa bao ni ipi? Ambatana nami katika makala hii ili uweze kujua historia ya mchezo huu. Tanzania ni nchi yenye utajiri mkubwa wa tamaduni na michezo ya asili. Miongoni mwa michezo hiyo kuna mchezo mmoja wa kipekee uliodumu kwa vizuri na vizazi vingi mno. Mchezo wa bao huu si mchezo wa kawaida, bali ni mchezo wa busara, mipango na hekima ya Kiafrika. Asili ya mchezo wa bao. Bao ni mchezo wa asili ya Kiafrika unaoaminika kuanzia karne nyingi zilizopita kabla ya ujio wa wakoloni. Ulienea katika maeneo mbalimbali ya Afrika, lakini katika Afrika Mashariki, hasa Tanzania, mchezo wa bao ulipata umaarufu mkubwa na wa kipekee kupitia biashara, safari za baharini na mwingiliano wa kijamii wa Kiswahili. Bao ulienea katika maeneo ya pwani kama Zanzibar, Tanga, Pwani na Dar es Salaam, kisha ukaingia hadi bara. Katika jamii za Kitanzania, bao haukuwa tu burudani, ulionekana kama mchezo kwa watu wenye busara na uzoefu. Wazee walitumia bao kufundisha vijana subira, nidhamu na uwezo wa kufikiri kwa kina. Mchezo wa bao uliimarisha mahusiano ya kijamii, uliokutanisha watu wa rika tofauti, na mara nyingi uliambatana na mazungumzo ya hekima, siasa za kijamii na masuala ya maisha ya kila siku. Nchini Tanzania, aina maarufu zaidi ni bao la Kiswahili. Bao hili lina sheria maalum na linahitaji umakini mkubwa, mipango ya muda mrefu na uwezo wa kusoma hatua za mpinzani. Kwa sababu ya ugumu wake, bao la Kiswahili linahesabiwa kuwa miongoni mwa michezo ya bao yenye changamoto kubwa zaidi duniani. Pamoja na kuingia kwa teknolojia na michezo ya kisasa, umaarufu wa bao ulianza kupungua miongoni mwa vijana. Hata hivyo, Tanzania imeendelea kuufufua mchezo huu kupitia mashindano ya vilabu vya bao na matamasha ya utamaduni. Leo bao unatambuliwa kama urithi wa kitamaduni na alama ya utambulisho wa jamii za Waswahili wa Tanzania kwa ujumla. Bao si mchezo wa zamani uliopitwa na wakati, bali ni hazina ya fikra, busara na historia ya Mtanzania. Kuenzi mchezo wa bao ni kuenzi utamaduni wetu. Una mtazamo gani juu ya makala hii? Wewe umejifunza nini kupitia mchezo huu? Mimi nimejifunza busara, hekima, uvumilivu. Kumbe kupitia bao tunajifunza kuwa wavumilivu, watu wenye hekima na busara. Je, wewe ni nini komenti yako? Hebu niandikia kwenye komenti yako, wewe ni nini? Nachokuomba, hebu gusa button iliyoandikwa subscribe, like, share na comment ili uweze kupata makala nzuri na nyingi zaidi. Asante sana, hadi wakati mwingine. King Morris.